Mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Salimu Abri Asas amewataka wanachama wa chama hicho mkoa wa Songwe kuwa na umoja na amani, kwani ndio msingi wa kuleta maendeleo ya taifa. Mzee Asas ameyasema hayo akiwa katika kilele cha maadhimisho ya miaka 49 ya CCM katika mkoa wa Songwe na kuwataka wavunje makundi ya uchaguzi na badala yake waweze kujenga chama imara, na kuwa kamati kuu inawataka mara moja kuvunja makundi na kuacha visasi. Tumehimizwa umoja. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa imehimiza umoja na mshikamano na kuvunja makundi. Hebu nitoe sauti kubwa, kuvunja makundi. Bado kuna watu wanaendekeza makundi ya uchaguzi hadi sasa hivi. Wapo wamenuna kweli kweli. Sasa wewe ukinuna, kuna mtu kashakuwa mbunge, utamuondolea ubunge wake? Wewe umenuna, kuna mtu ameshakuwa diwani, utamuondolea udiwani wake? Kwa hiyo ni kupoteza muda. Sasa wako wale walionuna, wale wenye visasi. Sasa hapa tutakuchangia hoja ya mwenyekiti wa Mombo ambayo nimeliona hata huko Iringa wapi, ili kweli inahitaji kukemewa na kukaliwa vizuri. Wakati wa mchakato wa kura za maoni, kuna watu kwa bahati mbaya labda vikao havijawapendekeza, si ndio? Sasa kuna wale ambao vikao havijawapendekeza wanakuwa na vinyongo. Mfano, utakuta kuna madiwani wengine wanavujisha siri za vikao. Bwana, tulikuwa tunakupitisha, lakini mwenyekiti wa wilaya ndio aling'ang'ania hapo usipite. Sasa yule anasema atakoma. Kwa 27 mbali. Hawasemagi tutapambana 27. Sasa kilichoamua sio mwenyekiti, ni kikao. Mwenyekiti peke yake hana nguvu ya veto. Wote kwa pamoja vikao wamekubaliana, hukuwa na sifa au nafasi hazikutosha. Sasa visasi vya nini? Wapo na wengine wameshaanza, bwana wewe safari hii tunamuondoa huyu, anaanza kutafuta mtu wake, waanze kampeni. Sasa hii ni mbaya sana, makundi. Na moja kati ya maagizo ya kamati kuu tumeagizwa, na inaleta ujumbe, mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa, tumeelekezwa kabisa katika maelekezo ya kamati kuu, mtakapoenda huko kwenye mikoa katika maadhimisho ya miaka 49, mweleze huko mtakapoenda wavunje makundi. Na mimi ujumbe huu naufikisha kwamba jamani, mwenyekiti, nilipoenda huko hivi Songwe kawaambia wavunje makundi. Natumai ujumbe utafika, tuache visasi, tuache kuwekeana watu. Leo bado mwaka mmoja karibu na nusu ya uchaguzi wa CCM, mnaanza kuweka vikundi. Inakusaidia nini? Gani katika kipindi cha miaka 25-30. Kipindi hiki ndugu zangu, ni waombe kwa moyo wa dhati, tuongeze mshikamano, upendo, tukijenge chama, kwa sababu mazingira yamebadilika kufuatana na mabadiliko ya teknolojia. Leo kijana aliyopo kwenye kata, kwenye kitongoji, hana elimu darasa la 7 tena, ana elimu kuanzia form 4 mpaka chuo kikuu. Hivyo vijana hao wana uchokonozi, wana utafiti, wana ukejeli, wana upendo wa unafiki. Kwa hiyo tusiposimama imara katika Chama cha Mapinduzi, ndugu zangu, tunakwenda kusambaratisha chama. Hivyo ni waomba kila mmoja kwa nafasi yake katika kata, wilaya na mkoa, tuende kuanza kazi ya kujenga chama kama maandalizi ya uchaguzi wa 2030. Wa kamati kuu, leo hii mkoa wetu wa Songwe umeshuhudia kuongezeka kwa malori ya mizigo ambayo inapita katika lango lile la Tunduma, na rais wetu tayari ameshatoa maelekezo ya kuchukuliwa kwa hatua kubwa
za kuweza kumaliza changamoto za foleni. Ziko hatua za muda mfupi, lakini ziko hatua za muda mrefu, na hatua za muda mfupi tayari zimeshaanza kutekelezwa, ikiwemo upanuzi wa barabara kwa njia 4 kutoka pale roundabout kwenda katika mpaka ule wa Nakonde, kipande cha mita 700. Lakini tuko mbioni kuanza ujenzi wa bandari kavu, mradi ambao utasaidia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kupunguza changamoto ya foleni. Kwa hiyo siku zote kwenye rutuba huwa kuna magugu. Maana yake ni kwamba sehemu yote ya maendeleo huwa ina mshike. Kwa hiyo mshike zile, sisi kama chama tumeamua kuchagua amani na mshikamano, tusonge mbele. Watanzania tufunge mkanda, penye mambo mazuri lazima tuwe imara kupalinda.